namna ya pekee kabisa nipende kuwashukuru sana wadau mnaofanya shughuli kubwa katika halmashauri yetu ya jiji la Mwanza ya kuhakikisha mnaisaidia serikali katika kutoa huduma mbalimbali kwa watoto wetu wa jiji la Mwanza. Kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Mwanza, tunawapongezeni sana, lakini pia tunawatieni moyo kwamba tuendelee kufanya kazi hizi, kwani kadri tunavyowasaidia watoto ndivyo tunavyojiwekea hazina kubwa mbinguni. Tuendelee kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunatoa huduma hii kwa kuisaidia serikali ili tuweze kujenga jamii yetu. Jipigieni makofi kwa kazi nzuri mnazozifanya. Leo ndugu zangu, ni siku ya pekee sana ambayo tumekutanika hapa na wengine duniani kote. Leo umekutanika kwa ajili ya kuenzi, lakini pia kusisitiza mambo kadhaa ambayo tunatakiwa sisi kama wanadamu kuweza kuyafanya kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanatimiza ndoto zao. Na leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, matukio haya kwetu sisi Tanzania, lakini pia duniani kwa ujumla, tunayaadhimisha tukiwa tunalenga mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tunatambua mtoto anatakiwa apewe malezi, lakini jambo jingine tunasema mtoto ni msingi imara, ni msingi bora wa taifa zima. Kwa kutambua mambo hayo, ndio maana leo unaona sisi Nyamagana tumeungana na wenzetu dunia nzima kuhakikisha jambo hilo sisi ni kipaumbele chetu kikubwa katika kuhakikisha watoto hawa wanatimiza ndoto zao kwa kupewa malezi yaliyo mazuri ili waweze kuwa msingi wa familia. Na ni ukweli usiopingika kwamba mimi na nyie wote hapa huko nyuma tuliwahi kuwa watoto. Huko nyuma tulizaliwa tukiwa na siku, tukawa na miezi, tukawa na miaka, na hatimaye tukafika kiwango fulani, ukawa mtu fulani, ukafundishwa, ukapelekwa kanisani, ukaenda shule ya msingi ukamaliza, pengine ukaenda chuo. Leo ni baba, ni mama. Leo ni kijana mtu mzima ambaye pengine haya ambayo watoto wetu wametuambia ama umeshayavuka ama umejitahidi kukabiliana naye huko hapa. Kwa mimi na nyie ambao ni wazazi huko nyuma, tunao wajibu wa kumshukuru Mungu kwa sababu pengine tulishavuka huko. Yes, hata watu wazima wanazo changamoto wanakabiliana nazo, lakini ukweli ni kwamba namna kukabiliana nazo ni tofauti na watoto wadogo. Ujumbe tuliopewa hapa leo na watoto wetu ni kwamba katika jitihada zao za kupambana juu ya ukatili, juu ya manyanyaso, juu ya kupata elimu, juu ya kuishi kwa baba na mama wawepo wawalee, yote hayo yanatuhusu sisi na wala sio wao. Na sote tunafahamu yale yanayotokea, ukatili na mambo mbalimbali ambayo kimsingi watoto wetu wameyasema hapa, unyanyasaji wa kijinsia, lakini hata kuterereka kwa taasisi inayoitwa ndoa, ambayo taasisi hiyo ndio imekuwa msingi wa haya mengine yote. Taasisi ya ndoa isipokuwa imara, mengine yote yaliyosemwa hapa ni rahisi na kutokea. Na kwa hiyo, kwa sababu sisi ni wadau pia wa taasisi ya ndoa kwa namna moja ama nyingine, kama serikali kwa maana taasisi zake, lakini kama wadau wengine mlipotambulishwa hapa, na baadhi yetu hapa ni wazazi, baadhi wetu hapa ni baba, na wengine ni wazazi watarajiwa, tunao wajibu, ndugu zangu, wa kimsingi wa kusikiliza hoja za watoto. Umoja wa nchi za Afrika ukaona si vyema kama hiyo siku ya mauaji ikiazimishwa na Afrika nzima, kwa sababu tunatambua wale watoto ni watoto wa Afrika. Kwa hiyo wote tulikuwepo katika kupigania huo usawa wa kielimu.
Kwa hiyo ndio maana tunaazimisha siku hii ili kutambua kwamba watoto tuna haki ya kupata elimu pamoja na haki zetu zote za msingi ambazo zinajumuisha kupendwa, kuishi, kusikilizwa, kuendelezwa na kushirikishwa. Katika siku hii ya mtoto Afrika tunatambua kabisa kwamba mtoto hawezi kupatikana nje na familia. Hata kama ni familia isiyokuwa inafahamika kabisa, yani isiyokuwa imethibitishwa kabisa aidha kwa ndoa, lakini lazima mtoto apatikane kutokana na muunganiko wa watu wawili, baba na mama. Na kwa kulitambua hilo, zipo changamoto nyingi zinazotokea katika familia. Yaani familia ambazo sisi watoto tunatokea, kuna changamoto nyingi sana ambazo zinapelekea masuala ya lishe kuwa duni. Migogoro ya familia inapelekea watoto kuwa na matatizo ya afya ya akili, ulinzi na usalama wa mtoto unapotea, kunakuwa na ukatili, hata haki za mtoto baadhi hazizingatiwi kabisa, ili kutokana na matatizo ya nini, ya familia. Ndio maana kauli yetu inasema mtoto ni malezi, kwa sababu hayo malezi ndio yatakayofanya mtoto aweze kuwa mtu fulani hapo baadaye. Unakuta watoto wengi wamevurugika kwa sababu ya migogoro ya familia. Unakuta watoto wengine wameathirika kwa sababu ya hiyo migogoro ya familia, wameathirika kisaikolojia. Tunafanyaje ili watoto wapone? Tunapozungumzia migogoro ya familia, najua mnapitia migogoro mingi, si ndio? Kuna migogoro baba na mama wanapigana, kuna migogoro ndugu walioko katika familia, si ndio? Amekuja mjomba, amekuja shangazi, amekuja mama wa kambo, kuna changamoto nyingi ambazo mnafanyaje? Mnapitia. Lakini kupitia hii migogoro ya kifamilia, ni kweli watoto wamekuwa wakiathirika kwa asilimia kubwa, kwa sababu mama na baba wanapigana, mama anakimbia, anaacha watoto, wala watoto wanakuwa hawana uangalizi, au baba na yeye anaona hapa siwezi kukaa na hao watoto, ni wadogo au wamefanyaje, na yeye anawaacha. Lakini tunaomba tuhakikishie kwamba watoto mnapopitia migogoro kama hii, kwanza kabisa, hatua ya kwanza, kama ni kwa ngazi ya familia kabisa, ni pale ndani, ni baba na mama wamegombana. Ukiwa kama mtoto, kitu cha kwanza ambacho unataka kukifanya ni kutoa nini? Taarifa. Kesho yake asubuhi unapofika shuleni, usikae kinyonge. Unaweza kumweleza mwalimu wako wa darasa, na kila darasa kuna walimu wa malezi ambao wamefundishwa namna ya kuweza kuwakanseli hawa watoto, kupokea changamoto za hawa watoto. Kwa kuna walimu ambao mnawaamini, ambao mliwachagua wenyewe katika zile ngazi zetu za malezi na madawati ya watoto kule mashuleni, si ndio? Kwa hiyo mtu wa kwanza anaweza kaa ni mwalimu wako pale shuleni, ukatoa taarifa kwamba jana imetokea 1, 2, 3, kwa hata ninapotoka shuleni hapa sina mahali pa kufanyaje, pa kwenda, kwa sababu baba na mama jana waligombana au hawapo. Cha pili, unaweza ukashindwa kutoa taarifa pale, lakini tunasema kuna jirani au mtu wa kuaminika unayemwamini. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi kwamba kwa muda huu tulionao, watoto wapelekwe kwenye shule za karibu. Na la pili, mwanafunzi, kijana wangu amesema madarasa ya mitihani hayana uhamisho. Hapana. Kabla hajaingia darasa la mtihani, mzazi make sure unampeleka mtoto kwenye shule ya karibu ili kuavoid changamoto za usafiri. Lakini vile vile kama imetokea bahati mbaya yuko darasa la mtihani, kuna utaratibu ambao tunauchukua. Mzazi, njoo katika halmashauri yetu pale, idara ya elimu msingi au idara ya sekondari, tunampa uhamisho wa muda. Anakwenda shule ya karibu, atasoma kwa muda, baadaye wakati wa mtihani anarudi kufanyia kwenye kituo alichojiandikisha. Lakini ili kuavoid hayo yote, mpeleke mapema. Akiwa form 1 mpeleke. Malezi ni zaidi ya kumpa mtoto chakula, mavazi na malezi na malazi. Malezi bora yanajumuisha kumpa mtoto upendo, ulinzi, elimu, maadili mema, ushauri na fursa za kujifunza. Mtoto anayelelewa katika mazingira salama na yenye upendo hukua akiwa na kujiamini,
kuwaheshimu wengine na kuwa raia mwema wa kesho. Pamoja na jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania katika kuboresha huduma za elimu, afya, lishe na ulinzi wa mtoto, bado kuna changamoto zinazowakabili watoto. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukatili dhidi ya watoto, ndoa na mimba za utotoni, ajira za watoto, matumizi ya dawa za kulevya, pamoja na athari za matumizi yasiyo salama ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Watoto wenzangu, nasi tuna wajibu wa kujitambua na kutumia fursa tunazopewa vizuri. Tujitahidi kusoma kwa bidii, kuheshimu wazazi na walezi wetu, kujiepusha na vitendo viovu na kuwa mabalozi wa amani, upendo na maadili mema katika jamii zetu. Shirika la Plan ni shirika ambalo tunafanya kazi ya maendeleo ya jamii, tukihusisha na masuala ya kuboresha miundombinu ya elimu na kufundisha elimu jumuishi, lakini pia kuhamasisha masuala ya ulinzi wa mtoto na kupinga ukatili, pamoja na kuwawezesha vijana kiuchumi. Tunawahamasisha vijana wao kwenye vikundi, lakini pia waweze kupata ujuzi wa elimu ya ufundi, na wakihitimu tunapatia vifaa wezeshi ili waweze kuendelea na maisha yao. Lakini siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya watoto, na sisi ni wadau wa watoto. Tunasema watoto ni kiini cha kile tunachokifanya. Kwa hiyo tunahamasisha jamii, watoto wafahamu haki zao, waweze kufahamu sehemu zipi watoe taarifa, lakini wazazi waweze kuungana na wadau kama sisi na wadau wengine katika kuhamasisha malezi chanya, malezi ambayo yanawapa watoto fursa ya kukua, kukulia vipaji vyao na kukulia ndoto zao.